Bwana, mambo vipi brother? Safi kabisa, habari za kazi? Salama kabisa bwana. Tunatamani kujua majina yako bwana. Jina langu naitwa Emmanuel John, mzao hapa Mwanza. Ni Msukuma OG kabisa. Msukuma wa ndani kabisa yani. Kuta bwana unafanya malisho kidogo ya ng'ombe hapa. Nipo hapa nachunga hapa kwenye ng'ombe yangu hapa hivi. Okay, so umri gani wewe hapa hivi? Mimi sasa hivi umri wangu ni umeenda, maana nimezaliwa 93 mwezi wa kwanza. Hivi unajisikiaje kuwa kijana wa kabila la Kisukuma? Mimi kwa kuwa mkabila wa Msukuma ni vizuri, pengine naweza nikasema kwamba ile yani ni kawaida kwangu, na jinsi tulivyo kwa sisi imani yetu Wasukuma ni jambo la kawaida sana. Hujawahi kukerwa na maneno labda ya watu wanavyosemaga Usukuma labda washamba uko hivi, wewe unajisikiaje? Sasa kuhusu kwa sisi Wasukuma ni washamba, waga tunakubali ni sawa, sisi ni washamba, ila sasa tunatofautiana. Kuna wengine wamezidi ushamba na kweli ndio tukaitwa kwamba Msukuma ni washamba, na ndio maana tukaitwa wakina ngosha. Sawa. Kwa nini ngosha maana yake nini? Sasa maana ya ngosha yenyewe bado sijaangaliaga sana kuitambua kwa makini zaidi, ila asilimia kabisa nikiangalia kwa sisi Wasukuma ni kabila letu ambao lina amani sana, ambao ni jema sana, na hata tungetamani hata wengine wangekuwa kama sisi, hata mambo mengine asingekuwepo. Mfano kama sasa hivi ukiangalia kuna vitu aina mbalimbali, kuna mwingine unajikuta anafikia hatua anaanza kuzungumza maneno ambayo ni mabaya, lakini ni ya kawaida kwake, lakini kwa sisi tunaona ni kawaida tu. Maana huwezi ukaforce maisha ya mtu na ambao hautarajii kwamba utafikia hatua hiyo. Okay, sawa. Ni nini ambacho unajivunia sana katika kabila lako la Kisukuma? Mimi kwa kabila langu la Msukuma, cha kwanza nimezaliwa na baba Msukuma, mama Msukuma. Sawa. Sasa nimekuja kukua, nimefikia hatua ya kuoa. Baada ya kufikia hatua ya kuoa nikawa nimekabidhiwa mali. Yani nikalizishwa yani mali za kutoka kwa mzazi kwamba sasa wewe hizi hapa za kwako, utatumia matumizi yako kama wewe na mke wako na wanao. Kwa hiyo unajivunia sana? Hicho kwa kweli ndo najivunia sana katika maisha yangu mimi. Ni mali gani ambazo umekabidhiwa na wazazi wako? Ni vitu vingi. Kuna ardhi ambayo nimeshakabidhiwa ya kwangu kwamba hii hapa ya kuanzia hapa kwenda kule itakuwa ardhi yako, alafu vile vile kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo vipo ambavyo waka tunavilisi kwa kupitia njia ya mzazi. Ni umri gani ambao ulikabidhiwa hizo mali? Yaani ulifikia umri gani ambapo ndo akasema sasa kijana wetu amekuwa tunamkabidhi mali? Yaani nilivyofikisha tu miaka 20 wakanikabidhi kila kitu, na nikawa nimemiliki ng'ombe, nikamiliki mashamba na vitu vingine na kuendelea. Ndio umri ambao umepangwa na jamii yenu au ni mzazi mwenyewe anaamua umri kijana akifikisha tu anakabidhiwa hizo mali? Hapo yani ile ni asili yetu. Ukishafikisha miaka 20 lazima mzazi wako akutafutie njia ya kuwa na familia yako, cha kwanza. Cha pili, anatakiwa kuandalie mazingira, kama ni mashamba akukabidhi kwamba mwanangu, hii ardhi ni ya kwako, utakuwa unatumia ukiwa kwako. Labda kwa sasa hivi kwa sababu tunaona teknolojia inazidi, hivi mila za Kisukuma bado zinaendelea kuheshimiwa au kuna namna wameshaziacha kidogo hivi? Kwa sasa hivi nikiangalia kwa sisi Wasukuma, japo sisi Wasukuma ambao tunaendekeza hizo mila kwa sasa hivi ni wachache, ni baadhi. Wengi wao wameshasahau, na ndio maana hata zamani ilikuwaga kipo na kikome, lakini sasa hivi hakipo. Sawa. Kwa hiyo na maana mzazi anatoka kazini anarudi ndani, anafikia ndani tu, hakuna cha kwamba leo niitishe kikao cha watoto wangu nizungumze nao kama familia. Sasa hivi hamna. Okay, ndio kitu ambacho kimebadilika sasa hivi. Yani ni hicho ambacho kimeshabadilika kwa sisi Wasukuma yani. Labda ni mila gani ambazo wewe unazipenda sana katika Usukumani? Yaani mila ambayo unasema hii mila hii ya Kisukuma hii naipenda sana mpaka nalipenda na kabila langu. Yani kwa mimi hapo nilichokuwa nakipenda na bado nitaendelea kukipenda, yani ni ile ya kwamba kama mzazi akitoka hata jobu akitoka wapi, ni lazima tukutanie pale kwenye kikome. Kuna kitu kingine ambacho watoto hawajui. Baba ndo unatakiwa waelekeze kwamba wanangu, hapa inatakiwa kuwa hivi na hivi na hivi na hivi, na ndio maana unaweza ukajikuta kila kitu unakiweka sawa. Ila tofauti na hapo uongo, hakuna kitu chochote yani. Tumekuta machunga hapa ng'ombe nani nyingi sana. Ndo za kwako zote hizi ambazo umekabidhiwa na wazazi wako? Hizo ng'ombe ambazo umenikuta nazo hizo ni za kwangu, lakini kuna baadhi zingine zilikuwa hazipo, na hizo yani zilikuwa tu yani kama vile ambazo nilitoka nazo nyumbani yani. Ndo ulikabidhiwa na wazazi? Nilikabidhiwa na wazazi. Na ni ng'ombe idadi gani? Zipo ngapi?
Kipindi nakabidhiwa na baba zilikuwaga ng'ombe kama 100. Okay. Lakini kwa sasa hivi zimeshapungua zikabakia kama ng'ombe 60 hivi. Na mzazi anapokukabidhi ng'ombe, ina maana yeye huwa anabakia na ng'ombe au anaukabidhi zote kabisa? Kulingana na kwamba anajikuta labda na watoto wengi, unaweza ukajikuta anaishiwa, ila kama ana watoto baadhi, kuna atawagawa, kuna zingine zitabaki za kwake. Na akisha agawa hapo, mnaendelea kumtunza nyie au ndo tena mnamwacha hivyo mkishaendelea na maisha yenu? Hapo tutakuwa tunaendelea kumtunza, kumjali, yani ile ya kuonyesha kama jinsi alivyotujali yeye. Ina maana tutamtunza na yeye ataishi vizuri kama jinsi tunavyoishi sisi. Kwa mfano kama kwenu mlikuwa wangapi na hizo ng'ombe mligawanywa vipi? Kwa sisi kwenye familia yangu tulikuwaga watu 6 ambao tuko hai, ni watu 6 wote wa kiume, na ndo tukawa ametugawanya sasa hizo ng'ombe mzee. Na kwa upande wa kike tumeona, kwa upande wa kiume kijana kishafikisha miaka 20 na kabidhiwa mali, baadhi ya mali labda ni ng'ombe, mashamba na viwanja. Kwa upande wa wanawake huwa wanafanyaje wao? Kwa upande wa mwanamke, ina maana kadri ya mwanamke anavyoolewa akatoka nyumbani, yani niseme tu kifupi kwamba akishafikia hatua ya kuolewa, yani yule ameshaolewa, ameingiza mali kwa mzazi. Kwa hiyo ina maana hapo, ina maana akishatoka yeye ametoka, hakuna kitu kingine ambacho kitakachoendelea kwa mwanamke. Ina maana tayari yeye atakapoenda huko ndo ataenda kupata za mume wake huko ambapo atakuwa ameshakabidhiwa huko. Yani yeye, yani anavyotoka nyumbani kwenda kule, moja kwa moja ameshaenda kuzaliwa kwenye familia nyingine. Kwa hiyo yeye sio wetu tena. Okay. Sawa. Okay, ina maana tuseme kwa upande wa mwanamke, kwa Wasukuma upande wa mwanamke yeye mali hakabidhiwi. Mwanamke yani kifupi yeye hakabidhiwi. Yani labda vya kwao akitafuta yeye na mume wake ndo vya kwake. Kwa wanaume ndo wanapewa kipaumbele sana. Yani kwa sisi wanaume ndo wazee waga wanafanya hivyo yani. Okay, sawa. Tunashukuru sana ndugu yangu. Sawa, tuko pamoja. Shukrani sana. Hamna shida.